Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji katika tambihi ya Ramadhan. Hii leo insha Allah tutakuwa tukizungumzia kuhusiana na mambo ambayo hayapatikani isipokuwa katika mwezi wa Ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika kitabu chake kitukufu, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, kuwa mwezi wa Ramadhan ndio ambao Quran iliteremshwa ndani yake. Na katika kuteremshwa Quran ndani ya mwezi wa Ramadhan, kuna ule ulazima ambao tuweze kuenzi swala hili. Na katika kuenzi ni katika kuisoma Quran. Katika hadith, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika mwezi wa Ramadhan, Jibril akimkujia, wakitwalii, wakisoma Quran kwa pamoja na wakifanya muraja kwa pamoja. Na mwaka ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki, Jibril alikuja na wakawa ni wenye kutwalii mara mbili. Kwa hiyo ina maana kuwa miongoni mwa mambo ambayo ni muhimu na tuseme ni exclusive ambayo yanapatikana katika mwezi wa Ramadhan, licha ya kuwa tunakuwa ni wenye kufunga, ambao pia ni jambo lingine ambalo tutalizungumzia muda si mrefu, ni kuwa ni Qur'an lazima tuwe ni wenye kuipatia kipaumbele katika mwezi kama huu. Na mbali na kuisoma Qur'an, ni vizuri kuwa ni wenye kuielewa, kwa kuwa Qur'an ni kama vile barua ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alitutumia, akawa ni mwenye kutuamrisha, akawa ni mwenye kutukataza, na akawa ni mwenye kutupatia mwongozo. So kwa hiyo kuisoma tu Qur'an peke yake haitoshi bila kuwa ni mwenye kuifahamu maana yake. So kuna mbinu nyingi ambazo tunaweza tukawa ni wenye kupata kuelewa maana ya Qur'an kwa kusikiza darsa mbalimbali ambazo zipo katika kama runinga kama hii ya Jamia TV na miongoni mwa zingine, na durus ambazo zimewekwa katika baadhi ya misikiti na katika mambo mengine mengi ambao tunaweza tukakaa na tukawa ni wenye kustafid na vile ambavyo Qur'an inakuwa ni wenye kustafid kwa kuielewa makusudio, vipi Qur'an ilikuwa ni yenye kuteremshwa na ni ujumbe gani ambao Mwenyezi Mungu alikuwa akiupitisha kwetu. Katika jambo la pili linakuwa ni jambo la saum, ambalo pia Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuwe ni wenye kufunga, na akasema kuwa mwenye kufunga atakuwa ni mwenye kupata malipo ambayo mojawapo ametaja, akasema la'allakum tattaqun. Na katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema miongoni mwa thawabu ambazo zinapatikana kwa mwenye kufunga hakuna malipo mengine isipokuwa ni janna, na miongoni mwa mengine mengi ambao tunakuwa ni wenye kupata. Lakini pia miongoni ambayo inakuwa ni jambo ambalo ni mahsus, halipatikani isipokuwa ni katika mwezi wa Ramadhan, ni kwanza ulazima wa kufunga mwezi mzima wa Ramadhan. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili inakuwa tunakuwa ni wenye kufunga mwezi mzima wa Ramadhan. Katika miezi mingine anga kuna siku moja ama siku mbili ambao tunakuwa ni wenye kufunga, ambao inatupatia muda wa kupumzika, inatupatia muda wa kuwa ni wenye kujiandaa na mengine. Lakini katika mwezi wa Ramadhan inakuwa ni mwezi pekee ambao tumelazimishwa kuwa ni wenye kufunga kiukamilifu, ima siku 29 ama 30. Na miongoni mwa mambo ambayo yanapatikana yako khas katika mwezi wa Ramadhan na hayapatikani katika wakati mwingine wowote, ni kuwa kuna salatu tarawih ambayo haipatikani wakati mwingine wowote isipokuwa katika mwezi wa Ramadhan. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumzia akisema, man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yeyote ambaye atakayekuwa kusimama kisimamo cha Ramadhan ambao ni salatu tarawih ama swala yote ya usiku katika mwezi wa Ramadhan, akiwa na imani kuwa haya ni maamrisho kutoka kwa Allah subhanahu wa ihtisaban, akiwa na matarajio kuwa kuna thawabu ambazo atapata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pia anapata ya ziada, anapata bonus, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, atakuwa ni mwenye kusamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Na ukiangalia swala zima la mwezi wa Ramadhan, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutajia katika mojawapo ya hadith ambayo amekusanya kuwa man sama ramadhanan
mwenye kufunga mwezi wa Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, ambaye atakapofunga akiwa na imani kuwa ni maamrisho kutoka kwa Mwenyezi Mungu na akiwa na matarajio kuwa atakuwa ni mwenye kulipwa na Mwenyezi Mungu, atasamehewa madhambi yake ambayo aliyotangulia. Katika hadithi nyingine pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema as-salawatul khams, swala tano, wal jumu'ati ila al-jumu'a, Ijumaa moja mpaka Ijumaa nyingine, na akasema wal umrati ila al-umra, umra moja mpaka nyingine, na akataja kuwa wa Ramadhan ila Ramadhan, na mwenye kufunga Ramadhani moja mpaka Ramadhani nyingine, anasema mukaffirat, ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi yake, lima bainahunna, baina ya moja na nyingine, ijtunibal kabair, ikiwa madhambi makubwa yatakuwa ni yenye kuepushwa. Inatuelezea nini hadithi kama hii? Ni kuwa jambo ambalo ni specific na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza ni kufunga Ramadhani moja hadi Ramadhani nyingine. Pili, ile saum, ile mujarrad kufunga katika ile saum ambayo katika mwezi wa Ramadhan ni sababu ya msamaha wa madhambi, kama vile ambao tumetangulia katika hadith man sama Ramadhanan. Na kisha yule ambaye aliweka kuwa huni katika utaratibu kuwa atafunga Ramadhani moja mpaka Ramadhani nyingine, pia inakuwa ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi ikiwa atajiepusha na madhambi makubwa. Allah subhanahu wa ta'ala jalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah